Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais wakati wa ufunguzi wa Bunge tarehe 14 Novemba 2025. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kusema kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ana karama ya uongozi. Mheshimiwa Spika, ukitaka kujua kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ana karama ya uongozi ni pale ambapo alipochukua nafasi ya urais katika kipindi cha miaka minne, alihakikisha kwamba anatekeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 kwa kiwango cha hali ya juu sana. Mheshimiwa Spika, wote tumeshuhudia mambo ambayo yamefanyika ndani ya kipindi cha miaka minne. Tumeshuhudia ujenzi na ukamilishaji wa SGR. SGR hii si swala la usafiri tu, ni pamoja na usafirishaji. Tumeona faida kubwa ya SGR hasa kwa wenzetu wa mkoa wa Dodoma. Wanawake wamepata faida kubwa ya kusafiri kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, kwenda kufungasha biashara zao na hatimaye wanarudi kuja kufanya biashara Dodoma. Hiyo ni fursa kubwa ambayo wanawake wameipata na kuitumia. Kwa hiyo tumamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa namuita Mheshimiwa Pareso. Mheshimiwa Chatanda, endelea tu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha ujenzi wa SGR. Tunaendelea kumuomba aendelee kuikamilisha maeneo yaliyobakia ya kutoka hapa Dodoma kuelekea Mwanza, ili watani wangu wa Mwanza na wenyewe waweze kufaidi matunda ya SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikupongeze kwa kupata nafasi ya uwenyekiti. Hongera sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeendelea kushuhudia swala la bwawa la Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Mwenyekiti, bwawa hili la Mwalimu Nyerere limewezesha kuongeza umeme katika nchi yetu. Umeme hapo mwanzoni ulikuwa unakatika. Sasa hivi umeme unapatikana kwa muda wote. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kulisimamia kuhakikisha kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere linakamilika na ndoto zile za hayati baba wa taifa zinakamilika. Tunamshukuru sana rais wetu, na tunajua kabisa kwamba swala la upatikanaji wa umeme linawasaidia sana wanawake wajasiriamali. Wanawake wale ambao wameanzisha saluni zao, wameanzisha shughuli zao zinazohusiana na umeme, wananufaika kupitia mradi huu wa bwawa hili la Mwalimu Nyerere, ambapo umeme sasa unakuja bila kukatika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia uzinduzi wa meli ya MV Mwanza. Wananchi wa Mwanza na Kigoma na Kagera wamepata bahati ya uzinduzi wa meli hii ambayo itawanufaisha kiuchumi, hasa ikizingatiwa kwamba inakwenda hadi katika nchi za jirani. Kwa hiyo wanawake watanufaika sana kupitia meli hii kwa ajili ya kwenda kutafuta na kujifungasha mali kupitia kwenye nchi ya jirani, hususan kule Uganda. Watafungasha mali zao, watarudi kuja kuuza. Kwa hiyo watajiinua kiuchumi kupitia hii meli ya MV Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka minne ameweza kujenga shule za msingi kuanzia awali, sekondari,
lakini kubwa zaidi alilolifanya ni kuhakikisha anajenga shule za sekondari za wasichana za mchepuo wa sayansi kwa kila mkoa. Tunamshukuru sana. Tunajua lengo lake, anataka mabinti wa kike waweze kupata elimu ili kuendana na elimu ya dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini tunamshukuru tena Mheshimiwa Rais katika mpango wake amesema kwamba atajenga shule kila mkoa za wavulana za vipaji. Kwa hiyo nalo hilo tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais katika mipango yake hiyo, na tunaomba basi kila mkoa iandae maeneo, kwa sababu Rais ameshasema kwa vyovyote vile atatoa fedha ili kusudi shule hizo ziweze kujengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais katika kipindi chake cha miaka minne ameweza kujenga zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, za mikoa hadi za kanda. Hospitali hizi zimeweza kuwekwa mpaka na vifaa tiba. Tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwarahisishia wakina mama wa vijijini kwa kujenga hizi zahanati. Walikuwa wanapata tabu kwenda mwendo mrefu kwenda kufata huduma za zahanati kwa ajili ya kwenda kujifungua, lakini sasa wamekuwa na zahanati kwenye maeneo yao na vituo vya afya maeneo karibu na kuweza kujifungulia karibu. Kwa hiyo afya za kina mama na mtoto zinakwenda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kushukuru swala zima la maji. Mheshimiwa Rais alipokuwa makamu wa rais alisema kwamba atahakikisha anamtua mwanamke ndoo kichwani. Jambo hilo alipoingia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi chake cha miaka minne ameliendeleza kwa kununua mitambo ya kuchimbia visima vya maji kwa kila mkoa. Tunaelewa kwamba changamoto hii bado ipo, lakini haina ukubwa kwa kiasi hicho. Tunatambua kwamba Mheshimiwa Rais na kupitia Wizara ya Maji hususan kwa kijana wangu Aweso watalisimamia hili ili ziweze kutimia ndoto za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za kumtua mwanamke ndoo kichwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, angalau kwa wale ambao tayari wameshafanikiwa kupata maji huko vijijini, imesaidia sana kurekebisha ndoa za wanawake na waume zao huko kwenye vijijini. Mimi nilipokuwa nikifanya ziara nilikwenda kuzindua mradi mmoja wa maji. Wanawake wale walimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwapelekea ule mradi wa maji, kwa sababu walikuwa wanapata shida ya kuondoka pale nyumbani saa 10 ya usiku, akimwacha mmeo amelala kitandani, anakwenda kwenye maji, akirudi bado anapata mkongoto kwamba wewe kwa nini umechelewa kurudi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amewasaidia kuimarisha ndoa zao kwa upatikanaji wa maji safi na salama huko vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe ndugu zangu wananchi wa Tanzania, tuendelee kumwombea rais wetu, tuendelee kumsaidia rais wetu ili aweze kutekeleza mambo mengine mazuri ambayo amejiwekea katika mpango wa maendeleo ambao tumeupitisha kipindi kilichopita, kipindi cha miaka 5. Ndugu zangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi ya kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Asante sana. Tunakushukuru Mheshimiwa Mary Pius Chatanda, na sasa